Sana Elizabeth Atieno kwa taarifa hiyo. Baada ya bomoa eneo la Mukuru kwa Njenga hapa jijini Nairobi kusitishwa jana Jumanne, wakazi pamoja na wafanyabiashara wa mtaa huo wanataka serikali ya kaunti ya Nairobi ikiongozwa na gavana Johnson Sakaja kuwapa fidia baada ya biashara zao na makazi kubomolewa. Mwandishi wetu mwenye haiba Mwalimu Meshak anatuarifu kikamilifu. Baada ya vurugu kuzuka siku ya Jumanne katika mtaa wa Mukuru kwa Njenga hapa jijini Nairobi kufuatia ubomozi wa makazi pamoja na vibanda vyao vya biashara, sasa wenyeji hawa wanataka serikali ya kaunti kuingilia na kuwafidia mara moja. Wakizungumza na TV47, wakazi hao wameelekezea na kunyooshea kidole cha lawama serikali ya kaunti kwa masaibu wanayopitia. Duka yangu ni ile ya juu. Ilibidi nimetoa vitu zote, nikatoa vitu zote. Ngine kwa hapo chini, nikatoa vitu zote. Kwa hivyo zingine ukapata zikabebwa because kulikuwa na umati ule. Ukitoa zingine zinapotea hivyo hivyo. Nilikuwa na nduka yangu hapo. Sasa kwa bomolewa jana, Sakaja aliingia akasema amesimamisha kuna watu watakuwa compensated. Lakini kusema kweli wenye wanaandikana hata tujui mahali wanapitia, unajaribu kusimamisha kuna mtu unaona. Baadhi yao wamedai kuwa mpango wa kuwafidia huenda ukakumbwa na changamoto tele, kukiwepo na tetesi kuwa kuna watu tayari wameanza kujiandikisha ili kupewa fidia, ili hali baadhi yao hawajaathirika kivyovyote. Watu wameendelea kuandikisha majina, lakini wenye wanaandika hata hawajabomolewa. Sisi wenye tumebomolewa hakuna mwenye amekuja kwetu kutuuliza ilikuwa aje. Tafadhali tunaomba kama ni Sakaja, kama ni rais, kama ni nani yote anahusika na hili, awasaidie mwananchi wa chini wainuke tena. Mwananchi ajua wanaumia. Shughuli ya ubomozi eneo hili ilikuwa itekelezwe kwa ajili ya upanuzi wa barabara hii ya Catherine Dereba katika mtaa huu wa Mukuru kwa Njenga. Baada ya shughuli za ubomozi hapa Mukuru kwa Njenga siku ya Jumanne, wakazi sasa wameanza kujenga makao yao upya huku wakiomba serikali ya kaunti kuwafidia. Mwalimu Meshak, TV47, Nairobi.